natoa maelekezo kwa maafisa ugani wote wa halmashauri ya wilaya Ludewa waliopo ngazi za kata na vijiji, ni wajibu wao kubandika bei elekezi za ruzuku, eza za mbolea au za mbegu. Na haya ni maelekezo ya serikali ambayo tunapokea kutoka kwa viongozi wetu, hasa mkuu wa wilaya, dasi, na hilo tunalirejea kwa mara nyingine kwamba kwenye mbao za matangazo zote, kwenye vijiji vyote, kata zote, tunatakiwa tuone bei elekezi za ruzuku za pembejeo za kilimo, hususani mbolea, mbegu. Lakini ninyi wakulima wenzangu, pia tunapaswa kuzingatia mambo yafuatayo. La kwanza, unaponunua ile mbegu, hakikisha mbegu iwe na alama ya TOSCI, alama ya ubora kutoka Taasisi ya Udhibiti Ubora wa Mbegu Tanzania. La pili, katika ile alama kuna maelekezo pale, kuna vocha, unatakiwa uikangue ile vocha ili uweze kuthibitisha mbegu yako kupitia simu yako kama ni mbegu halali ama si mbegu halali. Pale TOSCI wameweka vizuri kabisa. Kuna vocha unakwangua, zile namba unaingiza kwenye simu yako, unaambiwa hiyo mbegu ni halali ama si halali. Kwa hiyo ni jukumu la wewe mkulima unayenunua, unatakiwa utusaidie kuhakikisha mbegu unayenunua kama ni halali. La tatu ambalo ni muhimu, unaponunua mbegu hakikisha unachukua risiti kutoka kwa muuzaji. Unaponunua mbolea kwa njia ya ruzuku, kuna ujumbe unakuja kwenye simu yako unakuelekeza kwamba mbolea hii ya dapu, mbolea hii ya urewa unatakiwa ulipe shilingi kadhaa. Lakini cha ajabu, wewe unapokea huo ujumbe, ulipi ile pesa ambayo umepewa kwenye simu ile, unalipa zaidi ya pale. Sasa ni kosa la nani? Kwa hiyo tunawaomba nyinyi wakulima mtusaidie kuwabaini wanaowatoza fedha zaidi ya kile kiwango kilichowekwa na serikali. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wangu kwa leo. Lakini kikubwa, pita kwenye ofisi ya kijiji, mtafute mtaalamu yule akuonyeshe bei ya ruzuku. Kila kata ina kiwango cha bei ya ruzuku kwa mbolea na mbegu. Mlangali oye! Asanteni kwa kunisikiliza.